Msikilizaji simulizi, hebu kwanza naomba nione like yako kama upo sehemu hii ya 6 pamoja na comment kama upo sehemu ya 6 kwa wanayo yapitia ama walichokifanya Jordan na Monica. Ninaweza nikakumbuka ule wimbo wa Diamond unaoimba ya kwamba anayepanga ugawanya uaga ni Mungu Baba, katu siwezi kulalama riziki mafungu 7, najitahidi sana wenda sikumridhisha labda, ila kinachonchanganya hakuna mbia kabla. Tena nakupa maua mpelekee, wasije yatupa naomba wayapokee, nasuna ntafunga usiku ni waombe, awape braka Mumba watoto walete, wache wawane. Monica na Jordani, maji ya moto yamekuwa baridi kudadeki. Bwana, baada ya mtoto wa kike kuonekana kumpenda sana Ramso na ameamua kumsupport kwenye muziki wake. Just imagine, mtu anayekupenda lazima atajitahidi sana kukusupport kwenye kile ambacho unakifanya. Sasa baada ya mtoto wa kike kumpeleka Ramso kwenda studio kurekodi na producer muonekana kumuelewa sana mwamba, ngoma bwana imeshatoka, afu ngoma imekuwa in town kudadadeki. Sasa kwenye hiyo ngoma tukumbuke alitajwa Jordan, alitajwa Monica, alitajwa na Shani. Kipi kitakachoendelea msikilizaji? Langu jina ni Lucas Lumbas. Sasa upande wa Kinondoni ilikuwa ni yapata majira ya saa 5 usiku juu ya alama. Jordan na Monica walikuwa kitandani wamejilaza. Tangu Ramso alipoondoka kwenye chumba cha Jordan, tayari Monica alishamishia makazi yake na kuishi kama mke wa Jordan. Siku hiyo nyuso zao zilitawaliwa na huzuni tofauti na siku zote. Ni huzuni iliyotokana na sauti ya Ramso iliyokuwa inasikika kwenye kila kona ya mtaa kupitia wimbo uitwao Sina Bahati. Asa Jordan akamuuliza Monica ya kwamba, Monica mpenzi wangu, kwa hiyo mpaka muda huu bado unawaza kuhusu wimbo wa Ramso? Aliuliza hivyo, na hapo ni baada ya kugundua huzuni imetawala kwenye sura yake. Swali la Jordan halikujibiwa. Monica alikaa kimya. Sasa Jordan akauliza tena kwamba, dia, hivi ni kitu gani haswa kinachokufanya ukose furaha? Achana na ile taarabu wala hata isikumize kichwa. Jordan alizungumza kwa mara nyingine. Awamu hii Monica akafungua kinywa chake na kujibu ya kwamba, Jordan, kikweli moyo wangu hauna amani kabisa. Naumia sana kuona jina langu limetumika kwenye ule wimbo kama msaliti. Jordan akasema, sasa Moni, wewe unahisi nani atajua kwamba wewe ndo umezungumziwa? Monica akasema, ni lazima tu ajue, hasa wafanyakazi wenzangu pale ofisini. Najua kabisa wakishamjua kwa sura huyo msanii aliyeimba, basi watajua ni mimi ndo nimeimbiwa, kwa kuwa wanamjua Ramso kama mpenzi wangu. Afu mbaya zaidi, hata wewe mwenyewe umetajwa mle kwa jina la makucha, kwa hiyo tutaanza kunyoshewa vidole. Yaani Monica wewe. Monica leo usikupatie tabu Monica, kwa sababu unajua wimbo umeshatoka bila video. Kiufupi watu hawamjui huyo msanii anafananaje. Na mimi naamini kabisa Ramso hana uwezo wa kushuti video ya ule wimbo. Kwa hiyo wewe kuwa na amani mpenzi wangu. Kwanza wimbo wenyewe mbaya kinoma, umejaa vilio na mipasho. Hamna wimbo pale. Mimi simuoni Ramso atakifika popote. Jordan. So kweli Jordan, unajua wimbo unapigwa kila kona ya mtaa kuonyesha kwamba umekubalika, afu unasema kwamba ni sasa si ni mpya ndio maana unapigwa? Ila nikwambie tu kweli Moni, mimi naujua muziki vizuri sana wa Bongo Flava. Pale hakuna wimbo, ni uchafu tu kama kinga zilizotumika. Kwanza tuachane hizo habari bwana. Hebu nipe basi vitu vyangu mwanangu, ni enjoy. Jordan aliongea huku akianza kumpapasa Monica. Monica hakuonesha kabisa ushirikiano, maana akili yake haikuwepo kabisa pale kitandani. Ndani ya ngoma za masikio yake kulikuwa na makelele ya wimbo wa Ramso. Ramso ndo alitawala kwenye kichwa cha Monica kwa wakati huo. Sasa upande wa pili, usiku ule haukuwa shwari pia kwa mwanadada Shani. Wimbo wa Ramso ulimkumbusha matukio ya nyuma kabisa waliopitia. Alikumbuka kipindi alichokuwa anampatia matumaini Ramso kwamba akaze buti, ipo siku atajulikana tu kupitia muziki wake na kuwafanya waishi maisha bora. Alikumbuka pia namna alivyokosa uvumilivu kumwacha Ramso
na kuolewa na mtu mwingine. Msikilizaji, kweli ni kwamba Shani alikuwa anampenda sana Ramso, ila kilichomfanya muache ni tamaa maisha mazuri. Mtoto wa kike hakuwa na uvumilivu kwa mwanaume, na siku zote mwanaume usimkatie tamaa. Kiuhalisia Shabani hakuweza kabisa kumfuta Ramso kwenye moyo wa Shani, ila pesa tu ndo zilikuwa zinaunganisha ndoa yao. Hiyo ndo sababu kubwa iliyomfanya Shani aweke kikwazo juu ya Najma na Ramso kuwa na mahusiano. Alijua kabisa asingeweza kuvumilia kuona Ramso anapendana na mwanamke mwingine. Ule wimbo ulimpatia maumivu sana ndani ya moyo wake. Sauti aliyosikia kwenye ule wimbo ndo sauti ambayo ilikuwa inamwimbiaga nyimbo nzuri za kumliwaza, kumbembeleza na kumpa burudani ndani ya moyo. Alafu kitu kingine kilichomtesa Shani kupitia ule wimbo ni jina lake kutajwa kama msaliti. Alihofia sana isije katokea mume wake akajua kama yeye ndo Shani aliyetajwa kwenye ule wimbo. Mume mwenyewe alikuwa ni shabiki wa muziki na tayari alishaupakua ule wimbo kwenye simu yake na kusikiliza. Ni wimbo ambao aliusikiliza zaidi ya mara moja, lakini hakujua kama msanii wa wimbo huo ni yule Ramso aliyekataliwa na familia kuwa mume wa Najma. Shabani yeye alijua tu ni jina la msanii ambalo ni Ramz TZ, lakini hakujua kama Ramz TZ ndo nani? Ndo Ramso. Sasa siku iliyofuata majira ya saa 3 asubuhi, Najma aliwasili Tabata Segerea anapoishi Ramso. Mtoto wa kike alifika moja kwa moja mpaka ndani ya chumba anachoishi Ramso na kumkuta jamaa anavaa nguo. Ram, yani bado tujamaliza kujiandaa baba. Ujue fursa zinapotokea unatakiwa kuzichangamkia on time. Mimi nipo tayari hapa. Si unaona kabisa namalizia kuvaa tu mamangu. Ramso akamjibu Najma huku akimalizia kuvaa shati. Najma alimsogelea Ramso kisha akasimama mbele yake na kuanza kumfunga vifungo vya shati. Ramso alitulia kwa umakini huku akimtazama Najma usoni. Najma, unajua nini? No, sijui. Asante sana kwa upendo mkubwa uliouonyesha kwangu. Nashukuru sana Naji kwa kunisaidia kupambania ndoto zangu. Kiukweli umekuwa mwanamke wa kipekee kabisa kwa kutokea katika maisha yangu. Uwepo wako unanifanya nisijutie kabisa kupoteza mahusiano yaliyopita. Thamani ulionayo kwenye moyo wangu ni kubwa kuliko thamani niliyowapa wale waliopita. Kiukweli kabisa niliwapenda sana Max wangu, lakini wewe nakupenda zaidi Najma. Hata mimi na feel the same unavyo feel wewe Ram. Sincere, nilimpenda sana Ibra, but kwako umekuwa too much. Moyo wangu unakupenda kuliko ulivyompenda Ibra. Kiukweli kabisa sijuti kumpoteza Ibra, maana furaha yangu kwa sasa imeongezeka maradufu. Nafurahi sana kusikia hivyo Najma. Haya, tushamaliza sasa, tuenzetu studio tukasaini mkataba. Ramso alizungumza maneno hayo baada ya Najma kumaliza kumfunga vifungo. Na inaonekana yani ndivyo ilivyo nadhani msikilizaji. Meneja wa Ramso ni Najma. Bado sijamaliza baba, mkaa kwanza kitandani bwana. Wewe vipi, mbona una haraka? Kukaa tena? Ramso alihoji huku aketi kitandani. Najma alivuta chanuo la nywele mezani kisha akaanza kuzichana nywele za Ramso kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Ni tukio dogo sana lakini lilijenga tabasamu pana sana kwenye uso wa Ramso. Mwanaume alimtazama mtoto wa kike kisha akamwambia Najma, mama, kila mara nikikutazama usoni nazidi kujihisi ni mtu ambaye ni mwenye bahati sana kukupata. Unajua sometimes huwa nashindwa kuamini kama kweli wewe ni mpenzi wangu. Kwa nini unasema baba? Kwa sababu ni mzuri sana Najma. Kila saa, kila dakika na kila sekunde natamani kuambia nakupenda. Nakupenda sana Naji. Hilo ndo neno ambalo kwako sichoki kulitamka. Hilo natambua baba. Hata mimi kila saa, kila dakika, kila sekunde natamani kulisikia hilo neno. Hilo ndo neno ambalo sichoki kabisa kulisikia kutoka kwenye kinywa chako. Sasa tushamaliza, tuondoke baba. Kabla Najma hajainua mguu, Ramso aliinuka pale kitandani kisha akamkumbatia na kumpiga busu kwenye paji la uso. Ni busu la matumaini lilobeba ujumbe wa kupendana na kuishi pamoja mpaka kifo. Sasa baada ya kupeana busu la matumaini, Ramso na Naji wakatoka ndani na kupanda gari kisha wakaanza safari
kuelekea Kijitonyama ilipokuwa studio ya AM Records. Mtaalamu aliamua kuongozana na Najma ili wakashauriane kabla ya kusaini mkataba wa kazi na mtu aliyemtaka wakutane. Najma hakuwa tayari kuona Ramso anaingizwa kwenye mkataba wa unyonyaji, hivyo aliamua kuambatana naye bega kwa bega. Walifanikiwa kufika katika viunga vya AM Records na kukutana na producer Maneke kama kawaida. Picha linaanza Maneke alipomwona Najma tu, akashtuliwa mapigo ya moyo wake. Uchu na matamanio kamfika mwanaume kutokana na uzuri na urembo wa Najma. Basi Maneke pale alimuita Ramso kwa mbwembwe mara baada ya kuingia pale ndani. Ramso naye alimuitikia Maneke huku akigongeshana mikono ikiwa ni ishara ya salamu za vijana. Mwanangu, mwanangu umeua vibaya mno kijana wangu. Aisee, sina bahati ndo habari ya mjini mwanangu kwa sasa. Maana kila kona inasikika. Sio nimeua kaka, sema tumeua kiongozi, maana unajua umefanya unyama mwingi sana kwenye beti. Hiyo ni kaida yangu sana mimi kutengeneza hit song za nguvu. Mimi nishatengeneza nyimbo za wasanii wengi sana ambazo zimeshasumbua hapa mjini. Nyimbo za Diamond, ile mawazo, ile nataka kulewa, mimi ndio nimeandaa. Twende kwa Juksi, ile sisikii, nikuite nani, nitasubiri, hizo zote mimi nimeandaa. Haya, hawa kina nani, Tip Top Connection hawa, ngoma ile ya Riziki ile mimi nimeiandaa. Achana na hiyo, kuna ile ya Keisha, nimechoka kwa nini unanidanganya. Kaka mimi mwanangu ni zipo nyingine nyingi kibao tu mwanangu mimi ziandaa. Maneke aliongea kwa kujisifia huku akimtazama Najma. Ramzi, huyu ni shemeji au sister yako? Maneke alimuuliza Ramso huku akimnyoshia kidole Najma. Huyu ni shemeji yako kiongozi. Sasa mzee, unasemaje yani huna bahati wakati unamiliki mrembo wa daraja la juu kama huyu, Au ule wimbo umetupiga changala macho mwanangu. Sasa ule si wimbo tu kaka. Umetisha sana kijana, maana shemeji yetu ni mashallah. Maneke aliongea maneno hayo kisha akamsogelea Najma na kumpa mkono. Shemeji, karibu sana mjengoni. Asante sana. Najma alitikia huku akipokea mkono wa Maneke. Macho ya Maneke kwa Najma yalibeba ujumbe wa matamanio. Najma alielewa hilo kupitia saikolojia. Najma na Maneke wakaachiana mikono kisha Maneke akarudi kuketi kwenye kiti chake cha kazi huku Najma na Ramso wakiketi juu ya sofa. Sasa Rams, mimi bwana nimekuita hapa kwa issue mbili. Issue ya kwanza ndio ile niliyokuambia jana kwenye message kwamba kuna mdau amejitokeza anataka kukusimamia kwenye muziki wako. Kwa hiyo jamaa amekubali sana kipaji chako, hivyo anataka kukusaidia kutengeneza pesa. Yeye ni meneja mkubwa na maarufu sana kwenye industry ya muziki, maana ameshawahi kuwa simamia wasanii mbalimbali kama vile Juksi, Bird9, Newa Mitego na wengine wengi sana. Anaitwa Mkubwa Felasto. Bila shaka hilo jina sio ngeni kwako. Namjua kupitia picha za mitandaoni maana ni mtu maarufu sana. Ndio hivyo. Sasa huyo jamaa ndo anataka kusimamia muziki wako ili uweze kutengeneza pesa. Huyo jamaa atakufanya upate show nyingi sana za ndani na nje ya nchi kutokana na ukubwa wake kwenye industry ya muziki. Lakini pia utakufanya wewe upate, itakufanya upate collab na wasanii wakubwa kwa sababu wanafahamiana nao. Ile fursa kijana. Kwa hiyo akifika fanyeni makubaliano kisha ingiane mkataba. Unajua muziki wa sasa kipaji pekee bila management, yani bila management bora hauwezi kufika popote. Kuna watu wengi sana huko mtaani wana vipaji ila sasa management ndo zinawakwamisha. Kwa ndugu yangu usipoteze fursa ya kufanya kazi na Mkubwa Fela. Muda si mrefu atafika hapa, maana alinipigia simu akaniambia yupo njiani. Sawa kiongozi, mimi nimekuelewa vizuri sana na nashukuru kwa kunifungulia njia. Usijali, wewe tupo pamoja ndugu yangu. Alafu issue ya pili niliyokuitia hapa ni kuhusu mwaliko kutoka Clouds Media. Kesho nadhani saa 4 usiku unahitajika kwenye mic ukahutubia taifa. Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya interview ukiwa kama msanii mpya kwenye muziki wa Bongo Flava. Watu wamepokea vema sana. Sina bahati ya Rams TZ, lakini hawamjui huyu Rams TZ ni nani. Kwa hiyo huu ni wakati sasa wa mashabiki kwenda kumjua msanii wao Rams TZ. Ramso akashtuka kwa marefu na mapana. Tulia sasa, mbona unashtuka Rams? Wewe sasa hivi ni msanii, kwa hiyo relax kijana, Hivi vitu ni common sana kwa msanii, so just take it easy.
Unajua hii ni fursa na bahati kubwa sana kwako ukiwa kama msanii chipukizi. Sio kila msanii chipukizi anaweza kupata hiyo fursa. Hii ndio nafasi yako ya kwenda kujulikana na kuvaa rasmi umaarufu, maana unajua wengi watakutazama kupitia TV na kukusikia redioni. Kwa hiyo huu ni Kabla Maneki hajamaliza kuongea, akasita baada ya kusikia mwito wa simu yake. Basi alivuta na kutazama, akatambua ni Mkubwa Fella ndo alikuwa anapiga simu. Naona Mkubwa Fella ndo huyu hapa anapiga, bila shaka atakuwa amefika tayari. Maneki aliongea hivyo kisha akapokea simu. Yes, hello Mkubwa. Umefika tayari okay, ingia tu hapa ndani, mimi nipo na msanii wako tunakusubiri. Okay, poa Mkubwa. Maneki alishusha simu sikioni baada ya kumaliza kuzungumza na Mkubwa Fella. Tayari jamaa amefika, yupo hapo nje. Sasa Ramzi mwanangu, utakiwa kuwa muoga kwenye kuongea, umesikia Maana ujasiri ndio sifa kubwa ya msanii. Lazima ujiamini kama ulivyokuja hapa jana ukajielezea kwamba unajua kuimba. Sawa, haina shida, mimi nitajitahidi kiongozi. Mimi sinaga nidhamu ya woga. Muda ule mlango ukafunguka. Mkubwa Fella akaonekana akiingia pale studio. Sura ya Mkubwa Fella haikuwa ngeni kabisa machoni kwa Ramso, maana alikuwa anamuonaga mitandaoni na hata kwenye baadhi ya video za wasanii. Sasa baada ya kuingia pale ofisini, Mkubwa Fella akaketi kwenye kiti, kisha salamu zikafuata. Najim na Ramso walimwamkia Mkubwa Fella kutokana na uwiano wa umri wao. Oyo Mkubwa, Ramsi bwana ndo huyo hapa kijana unayemuona hapa. Maneki alimwambia Mkubwa Fella huku akimnyoshia kidole Ramso. Mkubwa Fella akamtazama Ramso kisha akamwambia kwamba wewe dogo ndo wewe Mr. Sinabati. Ramso akasema ya ndo mimi Mkubwa. Mtisha sana dogo. Hebu nipatie kwanza verse moja hapo ya Sinabati kavu yani bila beat. Mkubwa Fella alimtaka Ramso amwimbie kidogo ule wimbo wa Sinabati. Ramso hakupoteza hata sekunde, pale akaanza kuimba mpaka alipoambiwa inatosha. Baada ya hapo akaambiwa aimbe kipande cha wimbo mwingine. Ramso akaimba kama kawaida huku akiwa na ari kubwa ya kujiamini. Sasa Mkubwa Fella akasema kwamba unajua sana dogo. Kwa hakika una kipaji kikubwa kuliko zaidi. Yani na kuona mbali sana endapo utamaintain nidhamu yako katika kazi. Basi Mkubwa Fella alizungumza maneno hayo huku akimpigia makofi Ramso. Sasa Maneki akasema kwamba nilikwambia Mkubwa huyu kijana ni hatari sana na ataenda kusumbua kwenye industry ya muziki kama atapata usimamizi wako. Aliongea hivyo Maneki kwa mbwembwe. Sasa Mkubwa Fella akasema ni kweli dogo ni genius wa muziki, yani anafanya mtu aone kama kuimba ni kitu rahisi mno. But by the way, ngoja sasa niende kwenye pointi ya msingi, maana mimi sijaja hapa kuchelewa sana kwa kuwa nina ratiba ngumu sana siku ya leo. Naona kama mambo yamebana sana. Sasa dogo, mimi ni meneja wa msanii wa muziki wa Bongo Flava. Siku ya jana nimesikiliza wimbo wako nikavutiwa na kipaji chako, ndio maana nimeamua kukutafuta. Dhumuni kubwa la kukutafuta ni kutaka kukusaidia katika muziki wako ili uweze kufanya kama ajira na sio kujifurahisha tu. Kuna pesa nyingi sana imejificha kwenye sauti yako, kwa hiyo huu ni wakati wa kuitumia. Mimi sina lebo kwamba nitakusaini, ila nataka uwe msanii wangu. Hivyo kazi yangu kubwa kwako ni kukujenga kisanii, kukutafutia show, kukufungulia njia kwenye platform za kuuza nyimbo mitandaoni pamoja na kukulipia gharama za kurekodi na kushuti video za nyimbo zako zote. Kwa mfano huu wimbo uliotoa jana unahitaji kutengenezwa video itakayogharimu kiasi kikubwa sana cha pesa. Sasa mimi nitaweka pesa yangu kwenye kipaji chako kisha tutagawana faida. Mkataba wa kazi ndio huu hapa. Hebu nenda nyumbani kwako ukausome kwa utulivu kisha utanipatia mrejesho kesho kama utakuwa tayari kusaini au la. Basi bwana. Mkubwa Fella alimkabidhi Ramso bahasha yenye karatasi za mkataba wa kazi. Ramso alipokea ile bahasha kwa mikono miwili huku akiwa na shauku kubwa ya kutaka kujua kile kilichoandikwa. Basi Mkubwa Fella akasema sasa ngoja mimi niwaache maana ratiba yangu ni ngumu sana leo kama nilivyowaambia. Dogo, namba zangu za simu zipo ndani ya hizo karatasi za mkataba, kwa hiyo ukiona jambo utanicheki.
Maneke, tutawasiliana baadaye, ngoja mimi niwahi mara moja. Maneke akasema okay, hakuna shida mkubwa, ila nimekumbuka kitu hapa. Kesho saa 4 usiku kijana atakuwa live pale Clouds, maana amepokea mwaliko. Vipi, hakuna kitu kinachoweza kuharibu vipengele vya mkataba japo bado hajasaini? Mkubwa Fela akasema wow, kwanza hiyo habari njema sana kwa kijana. Acha aende mjengoni akajitambulishe. Kukataa wito wa Clouds kwa msanii wa muziki ni sawa na kujichimbia kaburi la muziki wako. Acha aende, ila kuna vitu vya msingi anatakiwa kuvizingatia kwenye kuongea, ila asiharibu interview yake ya kwanza kabisa. Lakini pia huyu ni msanii tayari, kwa hiyo lazima aende mbele ya kamera na muonekano wa kisanii ili kujipandisha thamani. Hivi umesema saa ngapi anahitajika mjengoni? Mkubwa Fela akajibiwa saa 4 usiku. Akasema okay, basi kama mkataba wetu utaenda sawa, basi kesho jioni nitaonana naye kisha nitamwandaa kwa ajili ya hiyo interview. Na pia mimi mwenyewe ndo nitampeleka kwa gari langu mpaka mjengoni na kumrudisha nyumbani kwake. Lakini pia kama mkataba wetu hautaenda sawa, basi Maneke hakikisha unamwandaa kijana kwa ajili ya interview. Kumbuka hii ni mara yake ya kwanza kabisa kwenda redioni, kwa hiyo kila kitu kwake kitakuwa kigeni. Anatakiwa ajue kwamba akiwa pale mjengoni, basi macho na masikio ya mamilioni ya watu yatakuwa yanamtazama na kumsikiliza yeye. Basi Mkubwa Felasto bwana alizungumza maneno hayo kisha akaondoka. Ramso, Najma na Maneke wakabaki pale studio. Ni wazi kabisa taa ya kijani ilikuwa imewaka kwenye njia ya muziki wa Ramso, na kilichokuwa kimebakia ni Ramso tu kuweza kupita. Mtaalamu hakuamini kabisa kama taifa linamsubiri ahutubie kupitia maiki ya kituo kikubwa cha redio na television nchini, Clouds Media. Basi kila kitu kilimalizika pale studio, hivyo Ramso na Najma wakaanza safari ya kurejea Tabata. Wakiwa njiani, walipitia kwenye duka la simu, kisha Najma akamnunulia Ramso simu janja, ni smartphone inayoendana na hadhi yake kama msanii. Simu aliyokuwa anaitumia Ramso mpaka muda huo ni ile aliyotoka nayo kijijini. Haikuwa simu yenye hadhi ya kutumiwa na msanii, maana ilikuwa na uwezo mdogo sana. Kwa namna Najma alivyokuwa anaendelea kujitoa kwa Ramso kwa hali na mali, Ramso alishindwa kujua ni kitu gani cha kipekee anachotakiwa kumpatia mwanadada huyo. Basi mtaalamu aliona kabisa mapenzi pekee hayatoshi kuonesha jinsi gani anavyofurahia uwepo wa mwanadada huyo. Thamani ya Najma kwenye moyo wa Ramso ilikuwa kubwa kuliko wale waliopita. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba Ramso alimpenda sana Shani na Monica, lakini Najma akampenda zaidi. Ramso aliona kabisa ana kila sababu ya kuweka roho yake rehani kwa ajili ya kupigania penzi la Najma. Asa Najma ndo alikuwa kila kitu kwenye moyo wake na ndo akawa dereva kwenye maisha yake. Mtaalam alikiri kwamba sio kila unachokipoteza ni hasara, kwa sababu vingine vinaondoka ili kutoa nafasi kwa vingine vilivyo bora zaidi. Safari ya Ramso na Najma ikaendelea na kufikia tamati Tabata Segerea kwenye chumba cha Ramso. Wote kwa pamoja wakaketi kitandani, na jambo la kwanza kabisa kulifanya ni kusoma ule mkataba wa kazi. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kutaka kujua vipengele vilivyomo kwenye mkataba. Walichokifanya ni kulala kifudifudi pale kitandani, kisha wakaiweka karatasi katikati yao na kuanza kusoma kwa pamoja. Kila mmoja aliusoma mkataba huo kwa umakini sana mpaka kufikia nukta ya mwisho. Sasa baba, mkataba ndio nadhani umeusoma na kuelewa vipengele vyake. Ya, nimeelewa vizuri. Unasemaje sasa? Unaangusha saini au? Huo uamuzi siwezi kufanya peke yangu bila wewe kupitisha Mother House. Lakini wewe ndio Father House, kwa hiyo maamuzi ya mwisho yapo chini yako. Ni sawa, lakini mimi siwezi kutoa maamuzi ya mwisho bila kusikiliza pendekezo lako mama Mjengo. Okay, mimi naona mkataba hauna shida yoyote kwa kipindi hiki ambacho upo zero kabisa na unahitaji kutoka kimuziki. Hapa hatuna machaguo zaidi ya kukubali tu kuangusha saini, ila na kushauri usaini kipengele cha miaka 5 sio 10. Naamini kabisa ndani ya miaka 5 utakuwa umeshatengeneza jina kubwa. Hivyo utakuwa na chaguo la kuendelea kufanya kazi chini ya management hiyo au nyingine, ama kujitegemea mwenyewe. Ndio maana nakupenda Najma wangu. Kama wewe umesema, mimi nani sasa nipinge? Kwa hiyo baba, ningesema usisaini, ungekubali kauli yangu? Ya, ningetii sauti yako mama. Wewe ni miongoni mwa watu wanaonipenda kama wanavyonipenda wazazi wangu. Kwa hiyo kati wa badani uwezi kuniruhusu niingie kwenye hatari. Kama unanizuia kufanya kitu fulani, maana yake umejua kwamba hicho kitu hakina manufaa yote kwangu.
Lakini pia najua huwezi kabisa kunizuia kufanya kitu chenye manufaa. Kwa hiyo ndo sababu ya mimi kutii sauti yako Najma. Okay. Lakini baba, kwa mtazamo wako binafsi umeridhika na vifungu vya mkataba? Ya, nimeridhika na nipo tayari kufanya kazi chini ya uongozi wa mkubwa Felasto. Najua itanisaidia kunijenga kimuziki, maana mimi nachojua mimi ni kuimba tu, ila sijui chochote kilichopo ndani ya kiwanda cha muziki. Kwa hiyo huu ni wakati wangu wa kufanya kazi kwa bidii ili nitengeneze maisha bora yatakayo mshawishi Mr. Zungu kunikabidhi mwanae. Kikweli nampenda sana binti yake na siwezi kuishi bila yeye. Hapo umenifurahisha sana baba. Yaani kumbe unajua hii ni njia ya kutoa, yani kama kuturahisishia tu kushinda vita yetu, si ndio? Yeah. Najua ile mpenzi wangu. Kwa hiyo lazima mimi nitengeneze pesa ili niheshimike kwa kila mtu. Najua wazazi wako watanielewa tu kama nitakuwa na pesa. Yeah. Lakini hata kama hautazipata, ila watakuelewa tu kwa sababu mimi ndo nakupenda, sio wao. Alafu kwanza sio lazima wakuelewa wao bwana. Hata nikikuelewa mimi peke yangu kwenye hii dunia inatosha. Na ombi langu kwako ni moja tu Ram. Ombi gani hilo mama? Naomba nipende katika siku zote za maisha yako. Kama utafanikiwa kuwa msanii mkubwa na superstar, basi naomba usinibadilike tafadhali. Usahau kwamba mimi nimekupenda kama Ramso na sio Rams TZ. Najua ukishapata umaarufu basi wanawake watakupenda kwa sababu ya jina. Ila kumbuka kuna mtu tayari ameshaupenda moyo wako na sio jina lako. Hilo ndio ombi langu kwako Ram. Najma, kitu pekee kinachoweza kunitenganisha na wewe ni kauli yako mwenyewe pamoja na kifo tu. Kukusaliti wewe ni sawa na kumsaliti mama yangu mzazi Najma. Naamini kabisa machozi yako yanaweza kugharimu maisha yangu kwa sababu moyo wako umeweza kugusa moyo wangu kwenye nyakati ngumu za maisha. Basi ghafla simu ya Ramso ikaita. Mpigaji alikuwa mdogo wake Hafidh. Ramso akapokea simu hiyo chap, maana tangu jana alimpigia simu mdogo wake lakini hakupatikana. Baada ya kupokea akaweka loudspeaker na ndipo sauti ya Hafidh ikasikika. Ramso, nahitaji uthibitisho kutoka kwenye kinywa chako ili mimi niamini ile sauti niliyosikia redioni ni yako ama? Dogo, hata mwenyewe mpaka sasa siamini, ingawa huo ndo walisia mdogo wangu. Hatimaye ndoto imetimia, kwa hiyo kwa sasa tuendelee kuzidisha maombi ili tufaidike na matunda ya hii fursa tuliyopata. Kwa hiyo uwezi kuamini dogo, kesho panapo hai nitakuwa Clouds Media kwa ajili ya interview majira ya saa 4 usiku. Clouds Media? Bro, unasema kweli? Yeah. Kwa nini nikudanganye mdogo wangu? Kesho nitakuwa live kwenye TV na radio nikitazamwa na kusikilizwa na mamilioni ya Watanzania. Kwa hiyo hakikisha unawasha radio yako kesho saa 4 unisikilize kakako anavyojiwa. Kaka Ramso, hiyo ni kubwa sana kwetu kaka. Mungu akutangulie kwa kila hatua unaopiga bro. Bro, yani uko kijijini, yani kila sehemu nasikia wimbo wako tu unapigwa na unasifiwa kweli kweli. Hata baba na mama nao nimewasikilizisha wimbo wako na waamini kama mtoto wao amekuwa msanii. Dogo, waambie wazazi waendelee kuniombea ili niweze kufika mbali zaidi. Waambie kabisa baraka zao ni muhimu sana kwangu katika safari yangu ya muziki. Hii safari inaweza kubadilisha maisha yetu kutoka 0 mpaka kufikia 1. Kwa hiyo msichoke kuniombea mdogo wangu. Kaka, yani hilo sio ombi kaka, bali ni wajibu wetu sisi kama familia kuombea wewe. Alafu kuna kitu hapa nataka ukumbusha bro. Kitu gani hicho? Ni kuhusu shemeji Najma. Okay, amefanyaje? Hakikisha unampenda sana huyo mwanamke. Brother, huyo mwanamke hajaja kwenye maisha yako kwa bahati mbaya, bali ni Mungu tu ndo amekuletea kama zawadi. Najma ndo mwanamke aliyekamatia nyota mafanikio yako. Kwa hiyo hakikisha unampatia thamani na kumlinda kwa gharama yote ile. Kaka, mimi ni mdogo sana kwako na mimi sina uzoefu wala ufahamu mkubwa kwenye mapenzi, lakini naamini kabisa mambo aliyokufanyia Najma sio rahisi kufanywa na mwanamke yeyote ule. Kwa hiyo mimi niseme tu ya kwamba huo ni zaidi ya upendo kaka. Kwa hiyo usije ukapata umaarufu kumsalisha shemeji yangu. Dogo, na wasiwasi na mimi juu ya tabia yangu? Hapana brother, mimi sina wasiwasi wote bro. Au katika kumbukumbu zako kuna msichana yote nimewahi kumsaliti? Hapana brother, hiyo haijawahi kutokea, ila mimi nimeongea kwa sababu nakukumbusha umuhimu wa Najma. Yaani huyo ni zaidi ya mwanamke kwako. Kwa hiyo natamani sana aje kujiunga kwenye familia yetu. Naamini kabisa baba na mama watampenda sana kama mimi ninavyomkubali shemeji yangu. Okay, hilo halina shida mdogo wangu, na nikwambie tu Najma ndo mboni yangu na ndio maisha yangu mimi. Basi sawa kaka. Mimi napeleka simu kwenye chaji, so nitakupigia baadaye tuongee vizuri. Poa dogo, baadaye. Basi bwana, mawasiliano yakafikia tamati kati ya Ramso na mdogo wake.
Yale maongezi yote Najma aliyasikiliza kwa umakini kabisa. Hafidhi yeye hakujua kabisa kama shemeji yake aliyekuwa anampigia debe alikuwa anasikia kila kitu. Ni maongezi fulani hivi ambayo yalimpa tabasamu Najma kuona kwamba anakubalika na shemeji yake. Nikumbusha mwambia mdogo wako kuhusu mimi jamani. Nilimwambia kila kitu kuhusu wewe. Hata wazazi wangu pia nilitamani kuambia kuhusu uwepo wako kwenye maisha yangu, lakini kahofia watanitafsiri vibaya. Unaweza kufikiri kwamba nipo busy na masuala ya mapenzi kuliko kutafuta pesa. Ndio maana nikasita. Nimeona nisubiri tu mpaka wakati sahihi utakapofika. Hii ni kubwa sana kwangu baba. Sikujua kama tayari nafahamika kwa mmoja kati ya familia yako. But I wish nimuone mdogo wako wa Faith one day, maana anaonekana kuwa na akili kama wewe kakake. Asante sana kwa kunifanya special ram. Najma, ni vile tu haujui jinsi gani umeiteka na kuitawala akili yangu. Kuna muda nahisi kama navuta pumzi ya dunia kwa sababu yako wewe, Kikweli nakupenda kiasi kwamba natamani niseme kwa kila mtu kwenye hii dunia ili wajue kwamba unapendwa na mimi. Natamani kila mtu ajue kwamba wewe ni wangu peke yangu. Kwa sababu yako tu nipo tayari kwa chochote kile Najma. Na kama mapenzi ndio yataniua basi wewe ndio utakuwa chanzo. Mimi hapa mwenzako. Kabla Ramso hajamaliza kuzungumza, Najma akafika mdomoni na kumtaka amalizie kwa vitendo neno alilotaka kuzungumza. Lipsi za wapenda nao zikakutana katikati na kuanza kubadilishana juisi ya mahaba. Lilipigwa bonge la romance wakiwa pale kitandani wamejilaza. Hii sasa ilikuwa mara ya 3 kwa wawili hao kupeana mabusu ya sayari ya Jupiter kwenye ulimwengu wa mahaba. Awamu ya kwanza busu lilipigwa kwenye kibanda cha kucha, lakini mazingira hayakuruhusu mchezo kuendelea. Awamu ya pili walikisi kwenye gari. Mazingira pia hayakuruhusu mchezo kuendelea. Lakini awamu hii ya 3 walikisi wakiwa kitandani. Mazingira yakaruhusu mchezo kuendelea. Yalipigwa mabusu ya kutosha na kuzalisha zile gusa nyonyo, achia tumbo, twende kiunoni, ile fumba macho na kufumbua. Kila mtu akabaki mtupu kama alivyozaliwa. Hakuna mtu kati yao aliyejua ni muda gani nguo zake zilivuliwa na kudondoshwa sakafuni. Kwa mara ya kwanza kabisa Ramso na Najma walifanya ya kiutu uzima. Mechi ya kibabe ilipigwa kitandani kati ya Ramso na Naj. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikatamatika huku kila mmoja akifunga magoli mawili. Mechi kaenda mapumziko huku kila mmoja akimsifu mwenzake kwa kucheza mechi vizuri. Kilichofuata hapo wakaenda bafuni kuoga. Baada ya kumaliza kuoga, wakawasha jiko na kuanza kupika chakula cha mchana. Mahaba yalikolea kisawasawa, hivyo walishirikiana pamoja kupika chakula. Chakula kilipoiva walikula huku wakiendelea mahaba yao. Kila mmoja alitumia mkono wake kumlisha chakula mwenzake. Waliendelea kula mpaka walipofika tamati. Kumalizika kwa chakula kulitamatisha rasmi mapumziko. Hivyo wachezaji wakarudi tena uwanjani kwa ajili ya kuendelea dakika 45 za kipindi cha pili cha mechi yao. Unajua tena mtu ukiwa na hisia naye hauchoki. So mapenzi na mahaba alikolea kisawasawa pale kitandani. Ilipigwa tena mechi ya kibabe iliyomfanya kila mtu akiri moyoni mwake kwamba kwa hakika amepata mtu wa maana kuliko hata Max wao. Najma alikubali show za Jogoa Shamba kiasi kwamba aliwashukuru moyoni Shani pamoja na Monica kwa kumzawadia Ramso. Mechi ilitamatika huku kila mmoja akiema juu kwa uchovu wa shule. Hakuna mtu ambaye alipata nguvu ya kuinua kwa muda huo, yani ama kuinuka kwa muda huo, hivyo walijilaza pale pale kitandani na kupitiwa na usingizi. Kama unavyojua kale ka usingizi kana kukuja baada ya kumaliza mechi ni katamu. Basi Ramso na Najma wakalala unono na fofofo. Walikuja kushtuka usingizini majira ya saa 1 kasoro wakati giza nalo limeshatanda kwenye uso wa dunia. Naj aliingia bafuni akaoga chapchapu kisha akamwaga Ramso na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Mtoto kike aliondoka huko akiwa na furaha isiyo na kifani kwenye moyo wake. Sio siri, alinogewa sana na penzi la Ramso na kujikuta anazidi kuzama kwenye kina kirefu cha mapenzi. Sio Naji pekee ndio aliyelewa penzi ambalo amelipata. Hata Ramso naye alibaki chumbani kwake akijiliwaza na mabaki ya harufu ya manukato ya Najma. Ndani ya moyo wake mwanaume alikiri kwamba alimfaidi sana Najma. Mtaalamu alijihisi ni mtu mwenye bahati sana kwa kupata penzi la mwanadada Najma. Mwanadada mwenye mvuto maridhawa kabisa kwenye macho ya kila mwanaume. Sio Najma wala Ramso
ambaye hakutamani tena penzi la mwenzake, maana kila mmoja alikuwa na hisia kali kwa mwenzake. Safari ya Najma iliendelea na kufanikiwa kufika nyumbani kwao Mbezi Beach majira ya saa 3 kasoro. Alichelewa kufika kutokana na wimbi la foleni barabarani. Alipoingia ndani ya nyumba yao, akawakuta baba na mama yake wameketi sebuleni wanatazama TV. Najma aliwasalimia kisha akaanza kuondoka kuzifuata ngazi za kuelekea floor ya juu. Lakini sasa kabla hajazifikia ngazi, akaitwa na baba yake na kuambiwa keti kwenye kiti. Najma katii amri, akarudi na kuketi kwenye kiti cha pembeni ili awasikilize wazazi wake. Najma, umetoka asubuhi na mapema bila kuaga wapi unaenda? Hii mizunguko mpaka lini binti yangu? Nilitegemea kipindi hiki utakuwa bega kwa bega na kaka yako kule kwenye kampuni. Ila wewe unawaza kuzurula tu. Sasa kuna faida gani ya kuwa na degree na masters kama hutaki kufanya kazi? Samahani sana wazazi wangu kwa kuondoka nyumbani bila kuaga. Lakini kuhusu issue ya mimi kufanya kazi kwenye kampuni nilishawaambia napumzika kidogo kabla ya kuanza kazi. Kumbukeni nimetumia miaka mingi sana kwenye masomo, kwa hiyo akili yangu imechoka, ndio maana najipumzisha kwanza kabla sijaanza kuwajibika. Sikiliza Najma. Kwa sasa tunahitaji ubongo wako wa kisomi utusaidie kuboresha soko la bidhaa za kampuni. Maana kwa miaka mingi sasa kampuni imekuwa ikiingiza hasara sana. Madeni yamekuwa ni mengi sana, kwa hiyo tunahitaji kuboresha soko la bidhaa ili tupate faida nyingi na tuweze kulipa madeni, mishahara ya wafanyakazi pamoja na kumudu gharama za uendeshaji. Sawa baba, nimekuelewa. Wiki ijayo nitaanza kazi rasmi. Sawa, unaweza kuondoka. Najma akaondoka baada ya kumaliza mazungumzo na baba yake. Basi alipandisha ngazi na kuelekea gorofani. Alipofika kwenye sebule ya juu, akamkuta kakake akiwa na mkewe Shani wanatazama TV. Najma aliwasalimia juu tu, kisha akaongoza kuelekea chumbani kwake. Kabla hajaufikia mlango, akaitwa na kaka yake. Najma akasimama, Shabani akainuka kwenye sofa na kumsogelea dada yake. Shabani akasema kwamba Najma, unajua ile kauli yako mpaka leo nimeshindwa kuipatia majibu. Hebu naomba uniambie basi dada yangu, yani ulimaanisha nini kusema nina deni kubwa sana la machozi kwa Ramso? Shabani alimuuliza Najma swali hilo. Kabla Najma hajajibu chochote, akamtazama Shani kwenye sofa alipokaa, wakakutana macho kwa macho. Shani tayari alishatambua Najma anafahamu kila kitu kuhusu mahusiano yake ya zamani na Ramso. Najma aligeuza macho kutoka kwa Shani na kumtazama kaka yake, kisha akamwambia kwamba sikiliza kaka, muda ukifika utajua kila kitu kuhusu kauli yangu. Kwa sasa waza kuhusu madeni ya kampuni. Kuhusu ile deni la Ramso usijali, nitakulipia mimi. Najma alizungumza maneno hayo kisha akapiga hatua na kusogelea mlango. Alipofikia akafungua kisha akazama ndani. Shabani alibaki amesimama bila jibu alilotaka. Mwanaume alipiga hatua na kurudi kwenye sofa alipokuwa mke wake. Shani alimgusa bega mume wake kisha akasema kwamba hani, kwa hiyo ile kauli ya mdogo wako bado unaiwaza mpaka sasa? Shabani akasema ndio, unajua unanichanganya sana. Hapo naona unajipa mawazo tu, ila kiwalisia hakuna kitu kipya. Ile kauli Najma alizungumza tu akiwa na hasira. Ni kweli alizungumza akiwa kwenye hasira, ila siku zote kauli zinazotamkwa kwenye mudi ya hasira zinakuwa na ukweli kwa asilimia kubwa. Mimi namjua vizuri Najma. Ile kauli ina maana kubwa sana. Sidhani kama inaweza kuwa hata na ukweli, kwa sababu huwezi kudaiwa kitu na mtu ambaye haufahamiani naye. Mimi nakushauri tu achana na hilo swala mume wangu. Sawa, nimekuelewa wife. Mimi naenda zangu pumzika. Chakula vipi sasa? Tushuke chini basi tukale. Au utaniletea chumbani bana, leo sina mood kabisa kuonana na mzee huko chini. Shabani alizungumza maneno hayo kisha akaelekea chumbani. Sasa Shani alibaki pale sebuleni peke yake. Akiwa pale akapata wazo. Akainuka chapchapu na kusogea mpaka kwenye mlango wa chumba cha Najma kisha akamgongea. Kama unavyojua msikilizaji, familia za kitajiri hawana mipaka kuingiliana kwenye vyumba vya kulala. Hivyo Najma akamruhusu mgongaji kuingia ndani. Shani akaruhusiwa kuingia kisha akazama ndani. Alipofika alimkuta Najma anachezea laptop yake kitandani huku akisikiliza wimbo wa Ramso. Basi Shani alianza kuongea akasema kwamba naona unasikiliza wimbo wa Chibaba wako hivi. Nasikiliza hapa namna alivyosalitiwa na kina Shani.
Najima akajibu na kumfanya Shani ashtuke. Kwa hiyo tayari umeshajua kweli kuhusu mimi na Ramso eh? Wewe hilo nijibu. Uliza swali. Shani akanyongonyea baada ya kuthibitisha kwamba Najima ameshaujua kweli. Okay, vizuri sana kwa kujua kweli. Ila nikwambie tu kitu ifi yangu. Kwa heshima ya ndoa ya kaka yako, basi hii inapaswa kuwa siri baina yetu. Usimwambie chochote kaka yako. Sawa, sitamwambia chochote ila kwa sharti moja tu. Hakikisha unaunga mkono mahusiano yangu na Ramso. Na pia ushawishi, yani umshawishi kaka akubali kuwa upande wetu. Ukiweza kufanya hivyo basi mimi siwezi kutoboa siri yako. Na kama hutachagua kwa upande wangu basi siri yako nitaivujisha. Maana hata wewe mwenyewe umeidanganya familia kwamba haumjui kabisa Ramso wakati alikuwa mpenzi wako. Huo mtihani mgumu sana unanipatia wifi yangu. Kikweli mimi siwezi kuunga mkono mahusiano yako na Ramso. Kwa nini uweze? Au umpendi kaka yangu, unampenda Ramso? Yani hapana, sio hivyo wifi. Sasa kama sio hivyo, kwa nini unataka nini na Ramso? Kwa sababu Ramso sio mwanaume sahihi kwako. Sikiliza wifi, kama Ramso hakuwa sahihi kwako, basi usifikiri kwamba hawezi kuwa sahihi kwa wengine. Kwangu mimi Ramso ni mwanaume sahihi na nampenda sana. Wewe fanya nilichokuambia. Kama unahitaji siri yako nifiche, na kama uwezi basi nitamwambia ukweli kaka Shabani. Maneno ya Najima yalimnyongonyesha Shani na kumfanya aondoke pale chumbani kinyonge sana. Kwa hakika lile sharti lilionekana kuwa gumu sana upande wake. Usiku ule upande wa pili, Juju alikuwa chumbani kwake amejilaza huku akiperuzi mtandaoni. Ghafla wimbo wa Ramso Sina Bahati ukasikika ukiimba kwenye simu yake. Juju alitazama na kugundua kwamba Razak alikuwa anampigia. Huwezi kuamini, Juju aliweka wimbo wa Ramso kama wimbo wa kuitia kwenye simu yake baada ya kutokea kukubali na kupenda wimbo huo. Kwa bahati mbaya kwamba hakujua kwamba aliyeimba wimbo huo ni yule Ramso mbandika kucha. Yeye alikuwa anajua msanii wa wimbo huo ni Rams TZ, ila alikuwa hajui huyo Rams TZ anafananaje. Maana ndio kwanza alikuwa msanii mpya na ule wimbo ulitoka bila video. Sasa Juju alipokea simu ya Razak kisha akatega sikioni. Razak, niambie. Safi tu, unaendeleaje mrembo? I'm good. Naona usiku unanipigia simu. Nimekupigia ili nikuulize kuhusu ule bwege. Maana unajua hujanipa mrejesho tangu jana. Nilishasahau kabisa Razak. Unajua kichwa changu yani kina mambo mengi sana mwenzako. But by the way, yule mbandika kucha hata jana hakuja na pia ofisini. Leo mchana nilionana na ule bosi wake, nikamuulizia kuhusu jamaa yake, akaniambia kwamba alishamtimua pale ofisini. Kumbe jamaa alikuwa anamuibia sana pesa. Sasa nampataje huyo pimbi huyo? Unajua kuna watu nimeshawapa kazi ya kumfanyizia ili achane kabisa na Najima. Siku hizi Najima anataka kabisa hata kuniona kwa sababu ya huyo bwege. Ndio maana nataka kujua wapi anakopatikana ili nikamshikisha adabu. Wewe yani unataka kumuua au? Yani vyovyote mimi nitakapokuwa ni sawa tu, ili mradi awe mbali na Najima. Kiufupi atapigwa yani kama ngoma. Kwa hiyo akifa au akipata ulemavu basi fresh tu. Hapo kwenye kuua usithubutu Razak. Kama vipi mpeni tu kipigo cha ulemavu ili ashike adabu, sio kumuua. Basi poa, itabidi iwe hivyo. Kwa hiyo vipi sasa, utanisaidia kujua wapi anakopatikana ama? Mimi nitakusaidia. Ngoja kesho basi nikamuulize yule bosi wake, ikibidi anipatie namba zake. Basi sawa Juju, mimi nakutegemea kwa hilo. Okay, usijali, tupo pamoja Razak. Nakutakia usiku mwema. Sawa na wewe pia. Basi simu ikakatwa. Juju akatafakari kidogo kuhusu maneno ya Razak kisha akaguna. Baada ya kuguna akaendelea kuperuzi mtandaoni kama kawaida. Alizama Instagram na kuanza kupitia taarifa mbalimbali za udako kuhusu mastaa wa muziki wa Bongo Flava. Alikuwa anapenda sana kufuatilia masuala ya muziki. Siku hiyo mitandaoni kulikuwa na hashtag na challenge nyingi sana za wimbo wa Ramso uitwao Sina Bahati. Kiufupi ulikuwa ni wimbo unaovuma kwa wakati huo ndani ya nchi. Katika kuperuzi akakutana na taarifa mpya kutoka kwenye akaunti ya Clouds Media kwamba kesho saa 4 usiku msanii Chipkiz Rams TZ atakuwa live kupitia TV na radio yao. Sasa Juju akafurahi na kujisemea moyoni kwamba kesho ni lazima afuatilie hicho kipindi ili amjue huyo msanii aliyeimba wimbo wa kukosha moyo wake. Basi bwana, sasa siku iliyofuata Ramso aliwasiliana na mkubwa Felasto kisha
akampa mrejesho kwamba amekubali kufanya naye kazi. Ilikuwa taarifa njema sana kwa Mkubwa Felasto kwa kuwa aliziona pesa nyingi sana kupitia sauti ya Ramso. Mkubwa Felasto akampatia maelekezo Ramso aende nyumbani kwake kwa ajili ya kukamilisha mkataba pamoja na kuanza kupangilia masuala yote ya kikazi. Majira ya saa 5 asubuhi, Ramso akielekea Madale kwenye makazi ya Mkubwa Felasto. Alifika kwenye mjengo wa Mkubwa Felasto kisha akakamilisha kwanza masuala yote ya mkataba. Asa baada ya kumalizana na swala la mkataba, Mkubwa Felasto akaanza kumpa darasa Ramso kuhusiana na muziki wa Bongo Flava, ikiwa ni sehemu ya kumjenga kisanii. Lakini pia akampatia mwongozo kuelekea kwenye interview yake ya Clouds Media. Ilikuwa ni interview ya kwanza kabisa kwa Ramso, hivyo meneja akamjengea msanii wake kisaikolojia ili asiende kuharibu mbele ya mamilioni ya watu watakokuwa wanamtazama na kumsikiliza. Basi siku nzima Ramso alishinda kwa Mkubwa Felasto huku akisubiri muda ufike wamsindikize mjengoni Clouds kwa ajili ya kulihutubia taifa akiwa kama msanii mpya Bongo Flava. Alipofika majira ya saa 3 usiku, meneja Felasto alimpakiza Ramso kwenye gari lake na kuanza safari kuelekea Mikocheni ilipo studio ya makao makuu ya Clouds Media. Sasa huku Mbezi Beach zikiwa zimebakia dakika chache kabla ya kutimia saa 4 kamili usiku, familia nzima ya Mr. Zungu ilikusanyika sebleni kwa wito maalum wa Najima. Najima aliwakusanya na kuambia kwamba anataka kuwafanyia surprise kuanzia majira ya saa 4. Kila mwanafamilia alikuwa na swali kichwani mwake juu ya surprise ya Najima. Ilipofika saa 4 kamili, Najima akachukua remote ya TV kisha akabadili channel na kuweka Clouds TV. Kila mwanafamilia akatupa macho kwenye TV ili kutaka kujua kitu gani ambacho Najima amekusudia kuonesha. Kutoka kwenye TV, sauti ya mtangazaji ilianza kusikika huku akionekana live kabisa kwenye macho ya kila mtu. Sawa bwana. Okay, karibu kwenye Clouds Media, radio vijana, TV yako pendwa kabisa. Ninaamini tunatazamwa na tunasikika upande wa redio kupitia 88.5 kwa wale wa Dar es Salaam, na katika maeneo mengine ninaamini tunasikika vizuri kabisa. Kwa hiyo tu popote unaweza kututazama, lakini pia wale wa redio mnatusikiliza kwa uzuri kabisa, redio kujidai. Na leo ndani ya kipindi cha Entertainment Zone tunazama kwenye dunia ya muziki na vipaji vipya vinavyotikisa mitaa. Bwana, mimi ni LJ, host wako, na leo tunaye kijana mwenye njia ya mafanikio, msanii chipukizi ambaye jina lake linaanza kusikika kila kona, Rams TZ. So karibu tusikie safari yake, muziki wake na mipango mikubwa anayoiweka mezani. Clouds FM, Clouds TV, tunasema ya kwamba burudani bila kikomo. Uona popaita Tanga, mimi napaita nyumbani. Heka zote za mjini umenipa wewe. Raha zangu babu nimetamba. Kwanza barabara ya kwanza mpaka barabara 21. Na kwa tafu yako mitaani kwao Tanzania nzima. Nembo ni Aunty Dede. Urembo bibi kambe. Ina na uturi. Na wewe ndio somo yangu. 96.1 Clouds FM Tanga. Clouds 25. Asante kwa tafu. Chelsea for life. Asante sana ndugu mtangazaji pamoja na uongozi mzima wa Clouds Media kwa kuweza kunipatia fursa hii ya kuzungumza na Watanzania pamoja na wana-Afrika Mashariki kwa jumla. Lakini pia napenda kuwashukuru watu wote wanaonitazama na kunisikiliza muda huu nikiwa live hapa mjengoni. Okay, sasa Rams TZ, sisi kama mashabiki wako tunataka kujua kuhusu msanii wetu. Kwani Rams ni nani na ni mzaliwa mkoa gani? Okay, mimi naitwa Ramso Ramadhani Juma, ni mzaliwa wa mkoa wa Mtwara. Asante sana kwa ufahamu bwana msanii wetu. Sasa tunaomba kujua safari yako ya muziki ilianza wapi na ulijuaje kama unajua kuimba? Kikweli ndugu mtangazaji, kuimba nilianzia shuleni wakati nipo kidato cha pili. Enzi hizo nilikuwa naimba kwenye vipindi vya entertainment, nikawa nashangiliwa sana na wanafunzi wenzangu pamoja na walimu.
Kila mtu pale shuleni alikuwa ananipa sifa kwamba anajua sana kuimba, jambo ambalo likazidi kunipatia msukumo zaidi na kuandika nyimbo. Ramsey, unajua katika safari yoyote ya kutafuta mafanikio huwa changamoto hazikosekani. Je, hii imekaaje upande wako? Yaani unaweza kutuambia changamoto ulizokutana nazo kwenye safari yako ya muziki mpaka kufikia muda huu unasikika redioni na unatazama pia kwenye TV? Changamoto kubwa nilizokutana nazo ni mbili tu. Changamoto ya kwanza ni fedha za kuingia studio, kulipia gharama za kurekodi, na pia changamoto ya pili ni kukatishwa tamaa kwamba sijui kuimba. Ukweli ni kwamba nilishawahi kufukuzwa studio 2 kwamba sijui kuimba. Bwana studio gani hizo ulifukuzwa Rams? Hiyo ni confidential bro. Acha tu niweke kwenye mabano ili kulinda brandi za Marijend walionikataa. Ila kikweli kabisa nilishafukuzwa kwenye studio kubwa na maarufu sana hapa nchini. Na walioniambia sijui kuimba na kunifukuza studio ni maproducer wakubwa wanaojua muziki. Sasa Ramsey, si utudokezee tu kidogo tu ili na sisi tuwajue hao maproducer? Hapana kiongozi. Hii interview inanihusu mimi, kwa hiyo haina haja ya kuwahusisha watu wengine. Binafsi sina chuki na mtu yote ambaye havutiwi na muziki wangu. Najua kabisa hakuna mtu anayeweza kukubalika na watu wote hata kama anachokifanya ni sahihi. Kwa hiyo sio lazima kila mtu apende muziki wangu. Hata wachache wanaopenda wanatosha. Sawa, sasa Ramsey, kuna message nyingi sana za mashabiki zinamiminika hapa mjengoni kuhusu wewe. Kuna message nyingi zinauliza kuhusu video yako ya wimbo wako huu wa Sina Bahati. Kama unavyojua huu wimbo umetikisa nchi, na sasa mashabiki wanataka kujua video itatoka lini, maana wanasubiri kwa hamu sana. Kuhusu video itatoka ndani ya mwezi huu, maana tayari nimeshapata management inayonisimamia, kwa hiyo video ndio project inayofuata kwa sasa. Nadhani sisi mashabiki tumekusikia Mr. Rams. Sasa tunaomba kujua baada ya hili goma la taifa, je, tutegemee goma lingine kali zaidi ya hili? Na waahidi mashabiki wote wa muziki kwamba, yani mashabiki wote wa muziki wangu kwamba this is just the beginning. Na katika maktaba yangu kuna nyimbo nyingi sana ambazo zitawaburudisha kwa kiasi kikubwa sana. Kikubwa tu naomba waendelee kunisupporti kwa sababu wao ndo wamekamatia ngazi ninayopanda kuelekea juu. Hakuna Ramsey bila watu wanaosikiliza muziki wangu. Sasa Mr. Rams, message kutoka kwa mashabiki zinazidi kumiminika hapa studio. Watu wengi wanataka kujua uhalisia wimbo wako wa Sina Bahati. Kwa namna unavyoonekana ni kama vile umeimba story ya kweli hivi kutokana na matukio yalivyoibua hisia nzito. Mashabiki zako pamoja na sisi hapa studio tunatamani kujua ukweli kuhusu hili goma la taifa. Je, hii ni true story au ni vipi mzee? Yani ulishasalitiwa na dadetu Shani pamoja na Monica? Hebu tuambie Rams, ili tujue hii idea ya kuandika huu wimbo ulitoa wapi? Hili swala nitakuja kulizungumza muda ukifika, ila kwa sasa nawaomba tu Watanzania wenzangu waendelee kusikiliza huo wimbo na kufurahia kama ulivyo, lakini pia nawaomba waendelee kusupport kila kazi yangu nitakayoiachia. Kipekee kabisa nawashukuru sana kwa kunipa mapokezi makubwa tofauti na vile nilivyotarajia. Hii kwangu imekuwa bahati sana kwa sababu wapo wengi wanaoimba vizuri zaidi yangu lakini hawajapata mapokezi makubwa kama haya niliyopata mimi. Kiukweli kabisa nawashukuru na kuwapenda sana. Sasa Rams, kama unavyojua kiwanda cha muziki kina ushindani mkubwa kwenye swala zima la kugombania kiti cha ufalme. Sasa wewe kama msanii unayekuja kwa kasi sana, unawaambiaje wapinzani wako wanaofanya vizuri kwa sasa kama vile Diamond, Alikiba, Bob Junior, Top C, Jux Berry 9 na wengineo? Kwanza kabisa nawaheshimu sana kaka zangu walionitangulia kwenye game. Kikweli kabisa nawakubali na nimekuwa mmoja kati ya mashabiki wao. Mimi nawatazama wao kama kioo na najifunza vingi kupitia wao. Wao sio wapinzani wangu bali ni wasanii wenzangu. Mimi sijishindanishi na mtu yote bali nitashindana na kivuli changu mwenyewe. Nitahakikisha kila kazi mpya nitakayoitoa inakuwa bora zaidi ya iliyopita. Kazi yangu mimi kama msanii itakuwa ni kuzishindanisha nyimbo zangu mwenyewe ili nizidi kuboresha kila project mpya nitakayoifanya. Lakini Rams, kuna mashabiki tayari wameshaanza kukushindanisha na wasanii wakubwa kama Alikiba na Diamond. Sasa wewe kama msanii umelipokeaje hili swala? Kwangu nimelipokea kawaida sana kwa sababu naheshimu sana mitazamo na hisia za kila mtu. Wao mashabiki ndio wanatusikiliza sisi tunachoimba, kwa hiyo wanapotoa mitazamo yao huwa wanatoa kwa hisia zao binafsi. Kama wao wameamua kunishindanisha na fulani, mimi siwezi kuwazuia kwa sababu haiwezi kubadilisha hisia zangu. Katika akili yangu najua kwamba
sina mpinzani zaidi ya kivuli changu mwenyewe. Mpinzani wa Rams TZ ni Rams TZ mwenyewe. Kwa hiyo sishindani na mtu bali nitazishindanisha nyimbo zangu. Wow, that's good. Sasa Rams, muda wetu sio rafiki, lakini tunaomba ujibu swali la mwisho kabla hujaachia mic yetu hapa mjengoni. Mashabiki wengi wa kike wametuma message nyingi sana za kukuuliza kama una mchumba au mke ikibidi wachukue nafasi. Naona wameguswa na hisia zako baada ya kuwaimbia Huna Bahati. Bila shaka wanataka kukufuta machozi msanii wao. Sasa wajibu mashabiki wako Rams. Hivi umeoa au upo kwenye uhusiano au ndo upo single kwa kuwa huna bahati? Rams TZ bado hajaoa, lakini pia hayupo single. Rams ana mchumba tayari, yeye ndo mwanamke wa maisha yangu mimi. Bila yeye huenda leo hii nisingekuwa hapa mjengoni, kwa sababu alinitia nguvu kwenye kipindi ambacho tayari nilishakatia tamaa ndoto yangu. Yeye ndo mwanamke wangu na anatarajia kumwoa siku zijazo. Nimependa hiyo mwanaume. Hebu tudokoze basi, tupatie ubuyu kidogo basi, hata herufi ya kwanza tu ya jina la shemeji yetu, ili huko alipo basi ajisikie kwamba anapendwa kweli. Najua muda huu atakuwa anakutazama ama kukusikiliza kupitia mic zetu. Kwa hiyo hii itakuwa surprise kubwa sana kwake. Mtangazaji bwana. Anyway, hiyo ni simple sana kwangu mtangazaji. Jina lake linaanzia na herufi N. Ni mtoto wa Mzee Kasim. Kikweli nampenda sana, anajua hilo. Na kama mapenzi ndio ataniua basi yeye ndio chanzo. Sawa bwana Rams. Shemeji yetu popote ulipo mwenye herufi N, mtoto wa Mzee Kasim, naamini utakuwa umeshasikia kwa uzuri kabisa. Clouds 25. Asante kwa tafu. Chelsea for life. Naam, msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa mazungumzo ya Ramso pamoja na mtangazaji wa Clouds. Na mtangazaji alimwambia aache mistari kadhaa, asiwaache hivi hivi, aage kwa kuchana mistari pale. Sasa Ramso aliimba mistari hiyo kwa sauti nzuri yenye hisia kali na kufanya kila aliyemtazama na kumsikiliza azidi kukubali uwezo wake. Pale pale DJ naye akaplay ule wimbo ili kuwapa burudani wafuatiliaji wa kile kipindi. Wakati wimbo wa Sina Bahati ukiendelea kusikika live, Ramso ndo alikuwa anaondoka baada ya kuwaaga wenyeji wake pale mjengoni. Sasa upande wa pili kwenye familia ya Mr. Zungu, kila mtu alibaki na mshangao kufuatia interview ya Ramso. Mr. Zungu akainuka kwenye kiti kisha akaelekea chumbani kwake bila kuzungumza chochote. Sasa maneno yalikuwa yanajirudia kichwani mwake kwamba hiyo ni simple sana kwangu mtangazaji. Jina lake linaanzia na herufi N, ni mtoto wa Mzee Kasim. Kiukweli nampenda sana, anajua hilo, na kama mapenzi ndio yataniua basi yeye ndio chanzo. Msikilizaji, au maneno yalijirudia mara mbili kichwani kwa Mr. Zungu. Ni maneno ambayo Ramso aliyatamka kwenye interview. Sio Mr. Zungu tu, kila mwanafamilia alijikuta anayatafakari yale maneno yaliyoonesha mapenzi ya Ramso kwa Najma. Maneno yale yalimfurahisha sana Najma na kuamini kwamba kweli anapendwa sana na Ramso. Shani yeye alitamani kuzimia kufuatia yale maneno pamoja na interview yote kwa ujumla. Alitamani sana lile tukio iwe ni njozi, maana alihisi kabisa hawezi kukabiliana nalo. Upande mwingine wa shilingi, uso ulimpauka Juju baada ya kumaliza kutazama interview ya msanii aliyeimba wimbo alioweka mwito kwenye simu yake. Hakutarajia kabisa kama yule mbandika kucha aliyemdharau ndo mwimbaji wa wimbo ambao hachoki kusikiliza. Juju alishiwa nguvu na kukosa pozi, akabaki anajicheka tu kwa mshangao. Kitu kingine kilichompausha uso ni ile kauli ya Ramso kwamba ana mpenzi ambaye jina lake linaanzia na herufi N, ambaye ni mtoto wa Mzee Kasim. Hiyo kodi ilikuwa nyepesi sana kwa Juju kuifungua na kuitambua. Tayari alishajua mpenzi aliyetajwa ni Najma, yani Najma Kasim Zungu, ambaye ni rafiki yake yeye. Na kwa namna Ramso alivyotamka kauli ile, ilionyesha wazi penzi lao lilishaota mizizi na sasa maua ya upendo alishaanza kuchanua. Muda ule ule simu ya Juju ikaita na wimbo uliosikika ni ule ule Sina Bahati ulioimbwa na Ramso. Juju alitazama simu yake na kugundua kwamba mpigaji ni mpenzi wake ambaye ni Bob Junior.
Mtoto wa kike akapokea simu kisha akatega sikioni. Yes baby, niambie. Bado hujalala tu? Yes, jalala, bado nilikuwa natazama interview msanii mpya hapa Clouds TV. Yaani mimi mwenyewe nimekupigia ili nikuulize swali kuhusu huyo msanii, maana nilikuwa natazama hiyo interview. Hivi huyu si ndio yule pimbi mbandika kucha au nimemfananisha? Wala hata hujamfananisha. Ndio huyo, yani ndio yeye kabisa. Na huyo Eni, mtoto wa mzee Kasim, ni Najma. Kifupi shemeji yangu Top C. Hana chake tena. Hii inawezekana vipi sasa? Mimi mwenyewe nimeshangaa kama ulivyoshangaa wewe hani. Yani ni kama mapicha tu. Okay, subiri kwanza basi nitakucheki. Ngoja nimpigie hapa Top C kwanza. Sawa, ni basi tutaongea kesho tu, maana mimi hapa na usingizi, nataka nilale. Okay boss, siku mwema my baby. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mawasiliano kati ya Bob Junior na Juju. Muda ule Bob Junior akamrukia hewani Top C. Simu ya Top C iliita akiwa kitandani na mrembo fulani hivi aliyecheza kama video vixen kwenye moja kati ya nyimbo zake. Ni kawaida sana kwa video vixen kuweza kutoka na wasanii wanaoimba nao. Baadhi, lakini sio wote, ila wengi wao wanafanya hivyo. So Top C alivuta simu kisha akatazama kwenye screen na kugundua mpigaji ni Bob Junior. Akapokea ile simu kisha akatega sikioni huku akichezewa sharubu zake na yule mrembo video vixen. Ni aje mzee? Fresh mwanangu, vipi wewe? Uko fresh pia mwanangu. Mbona kama upo na mtoto mzuri hapo pembeni? Ya, nipo na shemeji yako hapo mzee. Nipange mzee, maana umenipigia usiku wakati sio kawaida yako Bila shaka kuna issue mpya imebuka. Ya mwanangu, ni kweli mwanangu, kuna issue hapa imetokea mzee wangu. Yaani mwanangu huwezi kuamini bwana. Kumbe ule wimbo unao trend kwa sasa hapa nchini mwanangu umeimbwa na ule mbandika kucha anayetoka na Najma. Wimbo upi huo mzee? Si ule Sina Bahati? Mwacha utani Bobu. Yule boy anawezaje kuimba wimbo mkali kama ule? Sure mwanangu, mimi sikutanii. Muda huu tu nilikuwa natazama interview yake Clouds TV. Yule mshamba kajizoleo maarufu kinoma, afu mbaya zaidi amemtaja Najma kwamba ni mpenzi wake. Kwa hiyo yule bwege tayari amekuwa star hivyo? Sasa hapa mwanangu, hatuna muda wa kupoteza mzee. Kesho asubuhi njoo studio mwanangu turekodi ngoma moja kikatili vibaya mno ili tuizime kabisa ile nyimbo. Huwezi kuamini, yani mpaka sasa wimbo wa jamaa unashikilia namba 1 on trending huko YouTube. Basi poa mwanangu, kesho saa 4 hivi asubuhi mimi nitakuja studio tufanye unyama mwanangu. Lazima tuitoe kwenye trending hiyo ngoma yake. Upande wa pili, Ramso na mkubwa Felasto walifika Tabata Segerea majira ya saa 6 usiku wakitokea kwenye interview ndani ya Clouds Media. Mkubwa Felasto bwana alimrudisha Ramso kwenye chumba alichokuwa anaishi Tabata. Gari la mkubwa Felasto lilisimama mbele ya nyumba anaoishi Ramso. Asa mkubwa Felasto akasema kwamba sasa dogo, kama nilivyokuambia, hongera sana kwa kufanya interview bomba kabisa, kiukweli umetisha, yani hujaniangusha katika hilo. Nadhani kwa sasa umeona namna unavyokubalika na watu, kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba wewe ni kioo cha jamii kwa kuwa tayari umeshakuwa star. Sasa kuanzia muda huu unatakiwa kuishi kistar, sio kama zamani. Kuishi kistar ni kujitofautisha na watu wanaokushabikia. Kwa hiyo utakiwa kuchangamana nao wala kuzurura ovyo ovyo tu kwa hadharani. Kila unapopita na chochote utakachofanya utashangaa kimepostiwa mitandaoni, hivyo kinaweza kukushushia CV. Kimsingi utakiwa kuzoeleka mitaani, maana watakuona wa kawaida, hivyo hata kwenye show zako hawatafika. Umenielewa hapo? Ramso akasema ndio, nimekuelewa vizuri kabisa kiongozi. Basi mkubwa Felasto akasema kwamba alafu kingine dogo, hatuna muda kupoteza, hivyo tunatakiwa kufanya kazi. Kama unavyojua, audio ya wimbo wako kwa sasa ipo namba 1 kwenye trending huko YouTube. Kwa hiyo wiki hii tuachie video ili tutengeneze pesa. Kesho mimi nitamtafuta Adam Juma ili nipatane naye bei ya kushoot video. Huyo jamaa ndo director bora wa video kwa sasa hapa nchini. Nimeamua kuwekeza pesa kwenye kipaji chako ili tutengeneze pesa kijana. Muda si mrefu utaenda kuishi kwenye nyumba nzuri na utatembelea gari lako mwenyewe kabisa. Kwa hiyo ongeza bidii na nia katika muziki wako. Kesha ukiandika nyimbo, maana usiku akili ndo inapata utulivu. Sawa kiongozi, hilo halina shida kabisa. Mimi nashukuru sana kwa kuwa bega kwa bega na mimi, na nakuahidi nitakesha usiku na mchana kuandika nyimbo. Basi bwana, siku iliyofuata majira ya saa 1 kasoro asubuhi, Monica aliwasili makumbusho kwenye majukumu yake ya mantilia. Siku hiyo kwenye kibanda chao, story kubwa ilikuwa ni juu ya Ramso.
Ni Ramso ambaye walimshuhudia usiku wa jana kwenye TV akizungumza kama msanii mpya wa muziki wa Bongo Flava. Mama Chichi pamoja na wafanyakazi wake walikuwa wanamtambua Ramso kama mteja wao wa chakula, hivyo walistajabishwa sana kuona kijana amekuwa msanii. Sio msanii tu, ni msanii ambaye wimbo wake umekuwa unasikika kila kona ya mtaa mpaka kufikia muda huo. Kwa namna Ramso alivyokuwa anasifiwa, Monica alijikuta anajuta kufika kazini siku hiyo. Ni vile tu hakujua chochote kuhusu interview ya Ramso iliyofanyika jana. Light kama angejua basi asingefika kabisa. Zile habari alizokutana nazo asubuhi baada ya kufika kazini, ni mtu mmoja tu pale kazini aliyekuwa anajua mahusiano yaliyopita kati ya Monica na Ramso. Mtu huyo ni Margaret ambaye ni rafiki mkubwa wa Monica. Margaret na Monica walikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi 4 wa Mama Chichi kwenye kile kibanda cha chakula. Sasa wakati jina la Ramso likitajwa pale kazini, Monica alikuwa anajisikia unyonge sana moyoni mwake kiasi kwamba hakuwa na ufanisi katika kazi. Margaret tu ndo alikuwa anatambua ile hali anayopitia Monica. Sasa Mage akasema ya kwamba Moni, naona umepishana na gari la mshahara rafiki yangu. Ramso ndo huyo anaelekea kuwa msanii mkubwa nchini. Monica akasema yani Mage, yani naomba ukiwa na mimi, naomba usizungumze chochote kuhusu Ramso tafadhali sana. Na naomba usimwambie mtu kama mimi ndo Monica niliyetajwa kwenye ule wimbo. Basi bwana, hayo ni baadhi ya maongezi kati ya Monica na rafiki yake Margaret wakiwa wawili zao wanaosha vyombo. Upande wa pili pale Makumbusho, Jordan alikuwa busy na simu yake ndani ya kibanda chake cha kutengeneza kucha. Ile asubuhi tangu alipofika pale kazini, aliulizwa na watu wengi kuhusu Ramso baada ya kuonekana kwenye TV usiku wa jana. Sasa watu wengi pale Makumbusho walikuwa wanamjua Ramso kwa kuwa alishafanya kazi kwenye ofisi ya kucha Jordan. Siku hiyo Jordan alijikuta anakuwa maarufu kupitia urafiki wake na Ramso. Lakini sasa ndani ya moyo wake aliumizwa sana na sifa anazopewa Ramso na watu, maana tayari urafiki wao ulishangia dosari. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba hakufurahia wala kupenda mafanikio ya Ramso. Alitamani sana Ramso asiendelee kupiga hatua kwenda mbele kwa sababu ingemtesa zaidi. Sasa Jordan alikaa peke yake na kusoma comment za watu mitandaoni kwenye posti zinazomhusu msanii mpya Ramz TZ. Ni comment zilizomfanya zidi kuwa na siku mbaya sana, maana zilionyesha taa ya kijani kwenye safari ya muziki wa Ramso. Sasa watu walionyesha kumkubali sana Ramso. Tayari Ramso alishajikusanyia wafuasi wa kutosha kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram. Hata channel yake ya YouTube ilikusanya idadi kubwa sana subscribers na watazamaji wa wimbo wake ambao ulikuwa namba 1 kwa kufuatiliwa. Hilo swala likazidi kumuumiza Jordan kwa marefu na mapana. Wakati Jordan anaendelea kuumizwa na komenti za watu mitandaoni juu ya Ramso, ghafla akatokea Juju. Juju akaenda kuketi pembeni ya Jordan kwenye sofa. Jordan mambo? Poa tu, vipi wewe? Safi tu. Na shida, naomba hapo unisaidie. Okay, nikusikiliza. Ase, naomba namba ya rafiki yako. Rafiki yangu yupo? Si ule Ramso? Ramso? Ndio Ramso. Mbona unashtuka sasa? Nashtuka kwa sababu unajua una adui naye alafu bado unataka namba yake. Mbona wewe mwenyewe ni adui yako na bado una namba yake? Au nadhani watu watujue kama umemnyang'anya demu wake, Kwa hiyo kama nimemnyang'anya demu, unataka kwenda sasa kumliwaza au sio, Na unamtaka kwa kuwa ameshaanza kuwa star, si ndio? Jordan, hayo ya kuhusu, sawa Wewe sema kama unanipa namba ama unipi. Unajua nini Juju? Wewe unatamaa sana Juju. Wewe si ni demu wa Bob Junior wewe? Kwa hiyo kama ni demu wa Bob Junior ndio siwezi kuwa na namba ya mtu jamani mwingine ama? Issue sio namba ya mtu mwingine. Issue ni kwamba umeshaanza kumpenda Ramso kisa ameanza kuwa star. Kama nampenda ni mimi, mambo ya kumpenda ya kuhusu. Umesikia Kwa hiyo nipe namba. Hayo mambo mengine tutajua sisi wenyewe. Sasa sikia, mimi namba sikupi. Kwa nini sasa? Mimi sitaki tu mtafute unitafutie matatizo rafiki yangu bwana. Una lolote mbwa wewe. Unitafutie matatizo rafiki yangu. Hivi unaonekana kabisa ni upende mazuri ya rafiki yako. Afisa zetu tunajikuta By the way, mimi nilikuwa nataka tu namba kwa sababu nyingine kabisa, sio kuhusu mapenzi. Yule mtu hana hadhi yote ya kutoka na. Kabla Juju hajamaliza kuongea, simu yake kaita. Mwito ukawa ule wimbo wa Ramso. Asa Jordan akabaki na mshangao baada ya kuona hata Juju ameukubali wimbo wa Ramso kiasi kwamba ameufanya wimbo wa kuitia kwenye simu yake. Sasa Juju alihisi kuumbuka mbele ya Jordan, hivyo akatoka nje haraka na kwenda kupokea simu. Mpigaji alikuwa ni Razak. Juju akapokea simu. Razak, niambie,
Nikwambia nini Juju? Wewe ndio uniambia umefanikiwa kujua wapi anapopatikana ule bwege ama? Bado aisee, bado. Unajua yule rafiki yake nimemuuliza, amesema kwamba hajui kabisa na kuishi, maana waligombana mara ya mwisho. Sasa itakuaje? Alafu kuna mpambe wangu hapa ameniambia kwa sasa jamani msanii na jana amemuona kwenye TV akifanywa mahojiano na mbaya zaidi alimtaja Najima kama mpenzi wake. Ni kweli, hata mimi mwenyewe niliona pia. Ila sasa kuna kitu hapa nataka kukuomba Razak. Kitu gani? Naomba nikimpata Ramso usimzuru. Yaani usimfanyie mabaya kabisa, bali mpeni tu kipigo cha onyo tu basi. Sawa, mimi nitafanya hivyo, ila sasa tusaidie sasa basi kupata namba yake ya simu tu. Sawa, mimi nitajitahidi kwa hiyo Razak, wala hata usijali. Basi simu ikakatwa. Juju akaelekea dukani kwake huku akiwa na stress za kukosa namba ya simu ya Ramso. Sasa msikilizaji, hebu tuulizane tu kweli. Hivi ni kweli Juju alitaka namba ili akamilishe mpango wa Razaki? Ama alikuwa na sababu zake binafsi? Tukumbukeni Ramso kashaanza kuwa sio kashaanza. Of course, tayari ulimwengu wa ustaa umeshamfungukia. Sasa je, Juju ni anataka namba ili akamilishe mpango wa Razak ama alikuwa na sababu zake binafsi? Na huu mpango ama hizi mbinu ambazo zinapangwa kwa kijana wetu Ramso, kumbuka kuna Top C na Bob Junior. Hao wanapambana kuweza kumshusha kwenye mziki Ramso. Ni swala la kimziki. At the same time kuna mtu anaitwa Razak. Hili ni chaguo la wazazi. Huyu Razak yeye anapambana kumshusha Ramso kimziki na hata kimahusiano. Lakini pia Top C anapambana na yeye kumshusha Ramso kimahusiano, yani achane na mwanamke anayempenda, lakini pia kimziki. Hawa watu wote watamweza Ramso? Tutakapokutana sehemu inayofuata, mimi ninayekusimulia natamani sana kujua Juju anataka namba ili akamilishe mpango wa Razaki ama kuna jambo jingine. Na je, mipango yote hii itafanikiwa kwa kijana wetu Ramso? Safari ndio kwanza msikilizaji, nazidi kuwa tamu zaidi. Hebu tuendelee kula mtori, nyama bado zipo chini. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas, nikushukuru sana wewe msikilizaji uliyekuwa pamoja nami mpaka dakika hii. Niseme tu Mungu anatupenda na kwa upendo wake atatukutanisha tena sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.